Takwimu za kidaktari ambazo ni za kuogofya zinaeleza kuwa wamama wajawazito na wanaonyonyesha 6 kati ya 10 hukutwa na tatizo la upungufu wa damu. Tatizo hili linadaiwa kuchagizwa na kutokuwa na lishe bora. Na naomba niseme, Tabora tuna changamoto ya upungufu wa damu wa mama wajawazito. Tatizo la upungufu wa damu linatajwa wakati mwingine kupelekea hata vifo, na hili linapelekea Umoja wa Vituo vya Maendeleo ya Mtoto na Kijana Cluster ya Tabora kutoka katika makanisa ya AICT kupitia vituo vyake, ambapo hii leo wametoa elimu maalum kwa mama wajawazito na wanaonyonyesha kwa lengo hasa la kuhakikisha kwamba wanawapa umuhimu wa unyonyeshaji. Chuchu yako hakikisha kile kidude cheusi cha mviringo chote kiingie kwenye mdomo wa nani? Wa mtoto. Lakini pia ulezi wa mtoto ili kuhakikisha kwamba anakuwa na ukuaji ulio imara. Tunatakiwa tuanze kula sasa ile milo 5 ili uanze kujiandaa kwa ajili ya unyonyeshaji. Na ngoja ni wanong'oneze, hakuna kitu kinachotusababisha wamama kufa wakati wa ujauzito, upungufu wa damu. Na naomba niseme, Tabora tuna changamoto ya upungufu wa damu wa mama wajawazito. Yaani kwa siku ukipima wamama wajawazito 10, wamama wajawazito 6 wana upungufu wa damu. Lakini hii ni kwa sababu gani? Ulaji wetu wa chakula. Katika mkoa wenye chakula kingi na Tabora ipo, lakini hatuna elimu ya ulaji wa nini? Wa chakula. Jamii yetu iweze kuwa bora, inamtegemea huyu mtoto ambaye unamnyonyesha si chini ya miezi 6, ili mwisho wa siku awe mtoto ambaye yuko bora, aje kuwa kijana bora, aje kuwa katika uzee bora, ambaye ni nguvu kazi ya taifa letu la Tanzania. Tujitahidi kuwalea watoto katika njia iliyo njema. Tusije tukapata watoto wasio na maadili katika familia zetu. Unakutana na changamoto tukienda hospitalini za utapiamlo, lakini yote haya yanasababishwa na nini? Tunaanza na mwanzo. Mwanzo ni nini? Ni maziwa ya mama. Mtoto anapozaliwa, mara tu baada ya kuzaliwa ndani ya saa 1, basi tunahamasisha mtoto huyu aweze kunyonyeshwa maziwa ya mama, na hii iendelee mpaka pale ambapo mtoto atafikisha umri wa miaka 2 au zaidi. Kwa hiyo kwa elimu aliyoipata, tunaamini kuanzia leo wamama wetu tutaanza kuona mabadiliko chanya kwenye familia zao na kwenye jamii husika. Wamama wengi tunakuaga busy, hatuna ule muda wa kumnyonyesha mtoto mara kwa mara. Mtoto unaweza kumnyonyesha ndani ya dakika 5, naendelea na kazi zingine. Wakati wametushauri natakiwa umnyonyeshe mtoto ndani ya nusu saa. Mimi nilikuwa mbishi mno, lakini kwa sasa hivi naamini mwanangu ana mwili wa wastani, lakini uzito unapanda kama mtoto ambaye nilikuwa naamini kwamba asipopata uji hapandi uzito, lakini naamini kwamba sasa hivi anapanda. Yaani nawashauri wafuate ushauri wa madaktari wa afya. Wamama wajawazito na wanaonyonyesha takribani 70 wakiwa sambamba na wenza wao hii leo wamekuwa wanufaika wa mafunzo haya, huku kielezwa kwamba wanakwenda kuwa mabalozi, kwani kumfundisha mwanamke mmoja ni sawa na kufikia takribani wamama ama wanawake 1000, na pengine afua hizi zikawa ni mkakati muhimu wa kwenda kuondoa ama kupunguza vifo vitokanavyo na upungufu wa damu, ukosefu wa lishe na mambo mengine kama hayo. Kutoka Tabora, mimi nimekosa George na hii ni Dal News Digital. Endelea kusubscribe, comment na kulike, lakini pia tufuatilie kupitia mitandao mingine ya kijamii pale Instagram, Facebook na X kwa kuandika habari leo_TZ. Shukrani.